Balozi Humphrey Polepole ametekwa. Taarifa ya kutekwa kwake imethibitishwa na ndugu yake wa karibu ambaye kwa kutumia mitandao mbalimbali ya kijamii ameeleza kwamba Balozi Polepole ametekwa usiku wa jana kuamkia leo. Na habari hii kwa kweli imewashtua Watanzania wengi, na mshtuko huo umetokana na ukweli kwamba kwa muda mrefu Balozi Polepole alikuwa akieleza kwamba anawindwa, lakini hata hivyo kwa kiasi kikubwa aliwahakikishia Watanzania kwamba yupo salama na alikuwa na matumaini kwamba jitihada za kumwinda zisingezaa matunda. Ndugu huyo wa Balozi Polepole ameeleza kwamba mtu aliyemteka Balozi Polepole ni polisi anayefahamika kwa jina la Mafwele ambaye wengi wenu mtakuwa mnamfahamu. Lakini kabla ya kuendelea, hebu msikilize anachoongea huyu ndugu yake Balozi Polepole hapa. Kwa majina naitwa Agustino Polepole. Mimi ni kaka ya Humphrey Polepole. Humphrey Polepole ambaye majukumu yake ya mwisho alikuwa balozi wa Cuba, ametekwa usiku huu wa kuamkia leo na ndugu mmoja anatambulika kwa jina la Mafwele. Ninaendelea kufuatilia, mitandao yangu ya kijamii iko wazi, namba yangu ya simu iko wazi. Kwa kifupi niseme Humphrey Polepole ana chipu mwilini. Kwa hivyo naendelea kufuatilia sehemu ambayo wanaendelea kumpeleka, na nitatoa taarifa punde. Maana yake wanamhamisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Nitatoa taarifa. Asante. Huyo ni ndugu wa Balozi Polepole akithibitisha taarifa za kutekwa kwa ndugu yake. Kama unafahamu, Balozi Polepole alikuwa ni mwakilishi wa Tanzania nchini Cuba. Kabla ya kwenda Cuba alikuwa balozi wetu nchini Malawi. Na hivi karibuni Balozi Polepole aliandika barua kwa Rais Samia Suluhu Hassan akijiuzulu katika wadhifa huo, na licha tu ya kujiuzulu, Balozi Polepole alieleza kwa kirefu sababu zilizopelekea yeye kuchukua uamuzi huo. Moja ya sababu hizo ni pamoja na mchakato wa kupata mgombea wa nafasi ya urais pamoja na mgombea mwenza katika Chama cha Mapinduzi, lakini pia baada ya wakati huo, tangu wakati huo amekuwa akiwafahamisha Watanzania kuhusu masuala mbalimbali mazito, hususan ufisadi mkubwa unaoendelea nchini Tanzania. Na hivi karibuni alifahamisha kwamba kulikuwa na taarifa za watu mbalimbali kutumwa na taasisi za usalama ndani na nje ya Tanzania kuwawinda watu mbalimbali ikiwa ni pamoja na yeye mwenyewe. Kwa hiyo hili la tukio kwa kiasi kikubwa, japo ni la kushangaza, lakini ni kama kitu ambacho mwenyewe kwa namna fulani alikuwa anahisi kuwa kipo mbioni kufanyika, lakini alijitahidi kwa kiasi kikubwa kuwathibitishia Watanzania kwamba yeye yuko salama na wasiwe na hofu, na kutanguliza imani kwa Mungu kwamba hili lililojiri leo lisingeweza kutokea. Sasa ni mapema mno kuweza kuongea mengi kuhusiana na tukio hili, lakini miongoni mwa machache ambayo yamepatikana mpaka muda huu ni moja hilo la uthibitisho kutoka kwa mwanafamilia kwamba Balozi Polepole ametekwa. Jingine, mwanafamilia huyo ameeleza kwamba mtu aliyehusika na kumteka Balozi Polepole ni mtu anayefahamika kwa jina la Mafwele. Jina kamili ni Faustin Mafwele. Huyu ni kiongozi wa jeshi la polisi jijini Dar, lakini amekuwa kwa muda mrefu akihusishwa na tuhuma za utekaji. Kama mtakumbuka, pengine tuhuma zilizokuwa za wazi zaidi dhidi ya Mafwele zilitolewa na wanaharakati wawili. Mmoja ni Boniface Mwangi kutoka Kenya pamoja na Agatha Atuhaire kutoka Uganda. Hawa walikamatwa na jeshi la polisi, wanasema wakaeleza kuwa waliteswa, walifanyiwa udhalilishaji wa kimwili, na wakamtaja Bwana Mafwele kwamba ni mmoja wa watu waliohusika. Lakini mwingine ambaye amewahi kumtaja Mafwele ni pamoja na kijana anaitwa Sativa
ambaye alitekwa na hatimaye akatupwa kwenye msitu wa Katavi. Yeye amewaeleza watu mbalimbali kwamba mtu aliyehusika na swala hilo la utekaji ni huyu anayeitwa Mafwele. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo iko wazi kuhusu hili jina na huyu mtu, ni kitu ambacho kimekuwa kikifahamika kwa muda mrefu. Sasa kwa nini Balozi Polepole atakuwa ametekwa? Hili sio gumu kufahamu. Kwa sababu kwanza aliyokwisha yaongea ni mazito sana, na yayumkinika kusema kwamba laiti wa Tanzania wangekuwa watu wa kujielewa, hayo machache ambayo Balozi Polepole ameongea yalikuwa yanatosha kuwafanya wachukue hatua stahili. Lakini tunawajua Watanzania jinsi walivyo. Kwa hiyo watu mara nyingi walikuwa wakijikita zaidi katika kusikiliza, katika mfano wa ubuyu, kuvutiwa. Leo Polepole kasema nini, leo kaongea nini, yanaongelewa leo, kesho yanasahaulika. Na baadhi yetu tukadhani kwamba inaweza kufika mahala Balozi Polepole pengine akavunjika moyo, kwa sababu yale anayoyatoa alikuwa akitarajia kwamba yangewaamsha Watanzania. Kwa hiyo pengine ni mapema mno kusema, lakini kwa namna moja au nyingine pia Watanzania wamemwangusha mtu aliyejitoa mhanga kwa ajili yao. Lakini kama anavyosema, ni mapema mno kuongea lolote, kwa sababu tukio hili limetokea masaa machache yaliyopita. Ni vema kuwa na subira ili kufahamu huko mbele kutakuwaje. Kwa hiyo hilo moja, lakini jingine ni kwamba kutekwa kwa Balozi Polepole kunaweza kuwa ni mkakati wa serikali kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyosema awali, Balozi Polepole alikuwa akitoa taarifa mbalimbali kuhusiana na mambo yanayoendelea nchini Tanzania. Ikumbukwe kwamba yeye huko nyuma aliwahi kushika wadhifa wa katibu mwenezi wa chama tawala CCM. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa akifahamu mambo mengi. Na moja ya mambo ambayo aliwahi kuyaweka hadharani ni mazingira ya kifo cha marehemu John Pombe Magufuli, alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alifariki Machi 2021. Kwa hiyo hili Balozi Polepole alikuwa akiliongelea, lakini kulikuwa na dalili kwamba angekwenda mbali zaidi na kueleza mengi. Yaani kwa kifupi ni kwamba Balozi Polepole alikuwa na taarifa nyingi sana. Lakini hakuwa na haraka ya kuziweka zote hadharani, na alikuwa akizieleza taratibu. Kwa hiyo moja ya sababu ambazo zinaweza kuwa zimechangia pia hili la kuchukua uamuzi wa kumteka jana kwa mkia leo ni hili tukio jingine lililojiri juzi la huyu askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, Captain Tesha, ambaye pamoja na mambo mengine aliongelea masuala kadha wa kadha yaliyokuwa yanashabihiana na yale yaliyoongelewa na Balozi Polepole. Lakini moja ambalo Captain Tesha aliongelea ni kuhusu kifo cha Magufuli, na yeye akaenda mbali zaidi na kusema kuwa kundi la mtandao lilihusika moja kwa moja kumtoa uhai marehemu Magufuli. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni moja ya sababu ambazo zimechangia kuharakisha hili zoezi la kumteka Balozi Polepole, kwamba kwa upande mmoja kulikuwa na uwezekano wa Balozi Polepole kutoa ufafanuzi zaidi wa hayo yaliyojiri huko nyuma, lakini pengine jingine ni hofu iliyowakumba watawala kwamba kuna kitu tunaweza kusema kama Polepole effect, kwamba ule ujasiri aliyoupata Balozi Polepole wa kuongelea masuala mazito huenda ukawaamsha baadhi ya watu. Kama hivyo askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania amejitokeza hadharani na kuongelea mambo mazito, lakini mengi aliongelea askari yule yanashabihiana na yale ambayo alikuwa akiyazungumzia Balozi Polepole. Kwenye kijarida changu cha Barua ya Chahali pamoja na kingine cha Ujasusi Blog, kuna makala nimeichapisha leo ambayo ilikuwa inachambua kuhusiana na zile kauli zilizotolewa na Captain Tesha, na moja ya mambo ambayo nilikuwa nimeyagusia katika makala hiyo ni mfanano wa alichokiongea Captain Tesha na yale ambayo alikuwa akiongelea Balozi Polepole. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni moja ya sababu ambazo zimewasukuma hawa watu kuchukua maamuzi haya mapema iwezekanavyo, pengine kucontain yanayoweza kuendelea huko mbele ya safari. Jingine ni kama nilivyosema kwamba inawezekana ni mkakati wa serikali kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwanza ni kumdhibiti Balozi Polepole ambaye kwa muda mrefu sasa amekuwa ni mwiba mkali
kutokana na taarifa mbalimbali ambazo amekuwa akizitoa, lakini kulikuwa na dalili kwamba kuna taarifa nyingi zaidi ambazo alikuwa akiziweka hadharani. Na ikumbuke kwamba zimebaki siku chache kabla ya hiyo tarehe waliopanga ya uchaguzi. Balozi Polepole alikuwa hajaongea vya kutosha kuhusiana na swala maandamano yaliyopangwa tarehe 29 mwezi huu. Lakini hiyo pia kulikuwa na hofu kwamba huenda angeweza kuongelea kuhamasisha kuhusu hayo maandamano. Lakini mambo mawili ambayo ndio nasema kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Moja ni hilo, kumdhibiti Balozi Polepole kutokana na hayo ambayo alikuwa akiyasema mara kwa mara. Lakini kuna ujumbe mwingine wa siri uliofichika katika tukio hili ambao ni kuhusiana na maandamano ya tarehe 29. Yayumkinika kuamini kuwa kukamatwa kwa Balozi Polepole kunaweza kuwa kama mbinu inayotumika kuwatisha watu mbalimbali ambao wanapanga kuandamana hiyo tarehe 29. Haimaanishi kwamba mbinu hiyo itakuwa na ufanisi, lakini jina la mtu kama Polepole ambaye alikuwa na ujasiri na yeye mwenyewe mara kadhaa amesema kuwa yeye hawahofii hawa watu wasiojulikana japo wanafanya jitihada za kumteka, na alikwenda mbali na kuwataja watu waliokuwa wakimuinda. Ametaja watu ambao walikuwa wakifanya jitihada za kutaka kumdhuru, lakini licha ya hilo bado hawa watu wakapata ujasiri, audacity ya kumteka, kwa maana ya kwamba hawahofii kwamba hata ukisema jamani wanataka kuniteka, jamani kuna hili na lile linaendelea, bado hawa watu wanakuwa na jeuri ya kufanya hivyo. Kwa hiyo inawezekana kabisa tukio hili kwa upande mwingine linatumika kama mbinu ya kuwatisha watu kuhusiana na swala la maandamano. Lakini kubwa zaidi ni kwamba hawa watu sasa wamefika mahala kwamba hawaogopi. Zamani au mwanzoni katika huu utekaji kulikuwa na kama jitihada za kufanya mambo haya kwa siri, lakini hali imezidi kuchukua picha tofauti katika siku za hivi karibuni. Na pengine kubwa kabla ya hili la Balozi Polepole ni lile tukio lililofanywa kwa Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire, kwamba kulikuwa na hali fulani ya kutoogopa kwamba hawa ni wanaharakati wa kimataifa, mmoja kutoka Kenya, mwingine kutoka Uganda. Ni watu ambao wanafahamika kimataifa, wameshapata tuzo mbalimbali, lakini ni raia wa nchi nyingine. Katika mazingira ya kawaida ungezani kwamba kungekuwa na uoga wa kuwafanyia hayo, lakini wamefanya pasi uoga. Lile lilipaswa kuwashtua Watanzania kwamba hawa watu wamefika sehemu sasa hawaogopi kufanya vitu hivi hata hadharani. Katika hili la Polepole linatatiza zaidi kwa sababu mtu yeyote mwenye akili timamu atajua kwamba Balozi Polepole ametekwa kwa sababu ya aliyokuwa anayasema, lakini waliofanya hivyo hawajali, na hilo ndio linapaswa kuwatatiza sana Watanzania. Kwa nini hawajali? Hawajali kwa sababu hawachelei matokeo. Kuchelea matokeo ni jambo ambalo nimekuwa nikiligusia mara kadhaa, kwamba mtu anachelea matokeo kwamba nikifanya hili labda litatokea lile, nikimteka huyu labda watu watafanya hiki. Lakini hawa watu katika mlolongo wa mambo ambayo wamekuwa wakiyafanya, hakuna moja ambalo limewafanya wajilaumu labda au wasikitike kwamba tulichukua uamuzi mbovu na matokeo yamekuwa kama haya. Kwa sababu licha ya hayo, unaona yanayojiri kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ni mwezi wa 6 na ushe sasa unakwenda tangu akamatwe, na bado kuna danadana ya kisheria kwa upande wa Chadema. Inafahamika jitihada hizo ambazo wamekizuia chama mahakamani huko, na jana tu zimepatikana taarifa kwamba kuna mpango wa kuwakamata viongozi waandamizi wa chama hicho. Kwa hiyo imefika sehemu ambapo hawa watu hawajali, na hawajali kwa sababu tangu waanze kufanya vitu hivi hakuna lolote lililowatokea. Kwa hiyo labda hili litakuwa la muhimu kwa Watanzania kutafakari. Lakini pia kuna katika moja ya hotuba za Balozi Polepole ni kwamba kuna watu ambao walikuwa wakionekana kama wanatetea maslahi ya Watanzania wamegeuka kama wasaliti, yani wamekuwa sasa ni wasaliti, na mmoja wa watu hao amesikika kwenye vyombo vya habari akiongea hili au lile. Basi Jasusi TV itawaletea uchambuzi mwingine hapo baadaye. Una maoni gani? Karibu toe maoni hapo kwenye comment. Asante na kwa